rais wetu ametufundisha kwamba kila Mkenya ako sawa na ako na haki pahali popote anaishi katika taifa letu la Kenya. Ukora ya kubagua jamii zingine kama jamii ya hapa Northern Kenya na kuwafanya ni kama hao ni second class citizen, hiyo maneno hakuna tena katika taifa letu la Kenya. Ndio maana mnatuona tunafika hapa dakika chache tu, si mwingine bali naibu wa rais wa Kenya Profesa Kithure Kindiki atakuwa ameketi hapa chini na nyinyi. Si mnajua yeye ni naibu wa rais mpya? Zamani kulikuwa na mwingine lakini kichwa yake iliharibika, akaanza kuongea maneno ambayo haifai. Anaita wananchi wa pande hii ati Al-Shabaab, anasema ati hawana shares. Sisi tukafukuza yeye huko kwa bunge. Tulifanya vizuri ama mbaya? Tulifanya vizuri. Ilibidi aende kwa sababu yeye alikuwa anabagua Wakenya wengine. Anasema ati Wakenya wengine wako na share, wengine hawana. Mnakumbuka tena wakati rais amekuja hapa Northern Kenya kwa ile safari yake ingine, akapitisha na akasema hii mambo ya kuuliza watu maswali ya ujinga saa ile wanataka kitambulisho iondolewe, maneno ya vetting, na watu wakashukuru. Lakini wale watu wa fitina kule Nairobi wanaanza kusema ati hiyo ni kuweka sijui nchi katika hali ya hatari. Yani karatasi inaitwa ID ni kitu ya kunyima mtu? Kipande si ni karatasi peke yake? Hiyo ni kitu ya kufanyia Mkenya ati anafanyiwa kesi. Babu yako ni nani? Nyanya yako sijui ni gani? Hiyo maneno ya upuzi sisi hatutaki tena. Kama kuna maswali mtu anafaa kuulizwa ndiye apewe kitambulishwe, basi iulizwe Wakenya wote, sio Wakenya kidogo wako na fulani peke yake.